Hotuba fupi ya shukrani kwa wabunge ya Spika kwa mujibu wa kanuni ya 10 fasili ndogo ya 5 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025 tarehe 11 Novemba 2025. Novemba 11 mwaka 2025, Musa Azan Zungu alichaguliwa kuwa Spika wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi Musa Azan Zungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Musa Azan Zungu ni nani hasa? Alizaliwa mwaka 1952. Alianza elimu yake ya msingi katika shule ya St. Joseph, kwa sasa ikijulikana kama Forodhani, katika jiji la Dar es Salaam. Baadaye Zungu aliendelea na masomo ya sekondari katika shule ya Kinondoni mwaka 1966 mpaka mwaka 1967, na baadaye kujiunga katika shule ya Tambaza mwaka 1968 mpaka mwaka 1967. Musa Azan Zungu alijiunga katika masomo ya juu kwa fani ya uhandisi wa ndege, elimu ambayo aliipata katika nchi ya Canada. Alianza siasa akiwa kijana, akishiriki katika chama cha TANU miaka hiyo ya zamani. Kazi yake kabla ya kuwa mwanasiasa ilikuwa ni uhandisi wa ndege, akifanya kazi katika nchi ya Canada mwaka 1982 na baadaye kurudi nchini kuendelea na shughuli zingine. Musa Azan Zungu alianza siasa ya uongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2000, ambapo alichaguliwa kuwa diwani wa kata ya Mchikichini kupitia Chama cha Mapinduzi, na baadaye mwaka 2003 aliteuliwa kuwa naibu meya wa manispaa ya Ilala. Aligombea nafasi ya ubunge na kufanikiwa kuwa mbunge kwa vipindi kadhaa. Ndani ya bunge amewahi kushiriki na kushika nyadhifa mbalimbali kama vile naibu mwenyekiti kamati ya mambo ya nje mwaka 2007 mpaka mwaka 2011. Amewahi pia kuwa mwenyekiti wa kamati ya huduma za jamii mwaka 2015 mpaka mwaka 2018. Mwaka 2020 aliteuliwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Musa Azan Zungu alichaguliwa kuwa naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 2023 kufuatia Tulia Ackson kuchaguliwa kuwa spika wa bunge baada ya Job Ndugai kujiuzuru. Uzoefu wake unachukuliwa kuwa ishara na imani kubwa kwa Tanzania na Chama cha Mapinduzi na bunge pia, kwa uzoefu alionao katika siasa na utumishi wa umma kwa miaka mingi na uaminifu pia. Ikumbuke kwamba katika kura ambazo zilipigwa alishinda kwa kura 378 kati ya kura 383 ambazo zilipigwa. Zungu amekuwa na uzoefu mkubwa katika siasa ya Tanzania na kimataifa pia, kwani amehudhuria mikutano mbalimbali akiwakilisha Tanzania katika Umoja wa Mataifa na sehemu zingine ndani ya Tanzania, akileta suluhisho la matatizo mengi. Imani kubwa ambayo wanayo wananchi ni kwamba ataleta umoja na mshikamano katika bunge kufuatia katika kipindi hiki ambacho nchi imegawanyika. Anasifika kwa weledi wake wa kutoa hoja, lakini pia kutetea hoja, lakini kutoa namna ya kutatua matatizo ambayo ni suluhisho kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hotuba fupi ya shukrani kwa wabunge ya Spika kwa mujibu wa kanuni ya 10 fasili ndogo ya 5 ya kanuni za kudumu za Bunge za mwaka 2025 tarehe 11 Novemba 2025. Waheshimiwa wabunge wateule, awali ya yote naomba kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutujalia kufika leo tarehe 11 Novemba 2025, ambao ndio kikao cha kwanza cha mkutano wa kwanza wa bunge la 13. Kwa kuwa ndio nasimama kwa mara ya kwanza nikiwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa namna pekee na kishukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya uongozi imara wa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuniamini na kunipendekeza kwa mgombea wa nafasi hii ya kuiongoza bunge.
Sio kwamba mimi ni bora kuliko wenzangu wote waligombea kupata nafasi hii katika ngazi ya chama, la hasha. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu alinipa kibali na kuridhia nigombee nafasi hii, na washukuru sana. Sio kwamba mimi ni bora kuliko. Aidha, niwashukuru waheshimiwa wabunge wateule wote kwa kunipigia kura na kuniamini kwa kiongozi wenu mkuu wa bunge. Imani mlionyesha kwangu ni kubwa na nathamini sana imani hiyo. Niwahakikishie kuwa huu ushindi ni wetu sote.